Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa kutuwezesha tena kuanza kitabu cha Yohana. Asante Mungu kwa ajili ya walimu wetu wote. Mungu azidi kuwapaka mafuta, watumike sawasawa na mwongozo wake. Nasi pia Mungu atuangazie akili zetu tufahamu maandiko yake matakatifu. Amina. Karibu ndugu zangu, leo ni utangulizi kitabu cha Yohana na ni injili ya mwisho kati ya injili 4. Nitaanza kwa kusoma utangulizi kitabu cha Yohana. Yohana aliandika akiwa amezeeka sana, akiwa anakaribia kufa. Mwanafunzi mdogo kati ya wanafunzi wa Yesu aliyependwa sana. Kulikuwa na sababu ya kuiandika injili hii. Yesu akiwa msalabani alimkabidhi Yohana mama yake amtunze. Na katika harakati za injili Yohana alihama toka Yerusalemu akaenda kuishi magharibi ya Uturuki, Efeso akiwa mchungaji katika kanisa alilolianzisha Paulo. Yohana akalitunza kanisa liko mpaka leo watu wanaendaga kufanya utalii. Linaitwa St. John na hata walivyokufa walizikwa huko. Kipindi hicho kulikuwa na mwingiliano wa watu wengi. Kulikuwa na Wayahudi na Wayunani wengi. Wayahudi waliendelea kueneza dini yao ya Kiyahudi. Wayunani walikuwa wamemwamini Yesu. Hawa walikuwa wa mataifa. Lakini kukaibuka mafundisho na dini nyingi. Dini maarufu ilikuwa dini ya Yohana Mbatizaji. Ilisambaa na kuwa na nguvu, hivyo kulikuwa na Wakristo, Wayunani na Yohana Mbatizaji. Watu wengi wakaanza kushawishiwa kuwa Yohana Mbatizaji kama mtu maarufu na mkubwa kuliko Yesu. Kwa sababu hiyo kukaanza kuleta shida wa mtazamo kwa Wakristo kuwa Yohana ni mkuu kuliko Yesu kwa sababu amembatiza Yesu. Pili, kulikuwa na fundisho lililozaliwa kwa sababu ya mtazamo wa Wayunani kabla ya Yesu kuzaliwa. Waliozalisha mtazamo huo ni Plato na Aristoto. Hii ni mitazamo imechangia hadi leo dunia nzima, kama vile watu hufikiri kama Wagiriki, watu wanasoma kwa mtazamo wa Wagiriki. Falsafa zao zimetawala nazo ndizo huendesha dunia. Ndio maana hata haya maandiko mengi na wasomi wataalamu wanafalsafa wengi ni wa Kigiriki. Plato katika maelezo yake aliwahi fika mahali akiamini ulimwengu wa roho ni halisi zaidi kuliko wa mwili. Aristoto alisema ulimwengu wa mwili ni halisi kuliko wa roho. Theory hizi zinatengeneza mtazamo unaoitwa Greek thinking, ambao hawa Wagiriki huwa wanaseparate vitu katika uhalisia wake. Mfano, mbingu na nchi haviwezi vikawa na uhusiano. Pia religion na secular haviwezi kukaa pamoja. Ulimwengu na roho na wa mwili hauwezi kukaa pamoja. Mungu na mtu ni vitu viwili tofauti. Mambo matakatifu na ya kawaida yako tofauti. Na Hebrew thinking, Wayahudi wao huwa wanaamini mbingu zina uwezo wa kurelate na nchi. Ulimwengu wa roho unaweza kuinteract na mwili. Mbingu na Mungu na mtu wanaweza kukaa pamoja. Sasa hii Greek thinking na Hebrew thinking tofauti ikasababisha fundisho mojawapo linaloitwa Gnostic. Liliamini kuwa Yesu alikuwa Mungu 100%. Wagiriki waliapa mambo ya kiroho nguvu na kuacha mambo ya kibinadamu. Wakaleta mitazamo mbalimbali inayomhusu Yesu. Wakaanza kusema Yesu alikuwa Mungu zaidi na sio mwanadamu. Wakiamini hata alipoenda msalabani alikuwa haumii. Wengine wakasema alikuwa mwanadamu zaidi na sio Mungu. Alitengeneza tabia ya utii, kuwa mtu mwema na kupanda cheo kuwa kama Mungu, lakini hakuwa Mungu. Na hii ndio mpaka leo mashahidi wa Yehova wanaendelea nayo. Wengine wanasema Yesu alikuwa nusu mwanadamu na nusu Mungu. Na walipoendelea na hili fundisho, watu wa kanisa la Efeso wakashtuka. Wakiwa wanahangaika wakagundua kuna mwanafunzi wa Yesu amebaki aliishi na Yesu. Kuna mwanafunzi wa Yesu, wakiwa wanahangaika wakagundua kuna mwanafunzi wa Yesu amebaki aliishi na Yesu. Ikabidi aulizwe nini kifanyike au nini usahihi wa mambo. Ndipo Yohana
anaandika kuhusu Yesu, na ukisoma sura ya mwisho inatueleza kusudi la kitabu. Mambo aliyoyafanya na kuyasema Yesu alikuwa ni mengi sana. Kama yangeandikwa yote, dunia isingetosha kwa vitabu. Kwa lugha nyingine, Yohana anafanya zoezi la kusahihisha fundisho ili kumuelezea Yesu alikuwa nani hasa. Ikabidi Yohana achambue na ajibu maswali. Kwanza, kueleza Yesu ni mkuu kuliko Yohana. Mathayo anamueleza Yesu kama mfalme wa Wayahudi kuanzia Ibrahimu mpaka kwa Yesu, Myahudi halali na mfalme wao. Marko anamuelezea Yesu alivyoanza kufanya kazi mpaka kufa. Luka anamuelezea Yesu ni mwana wa Adamu kwa ajili ya wanadamu wote. Luka anaanzia Adamu mpaka Yesu. Yohana anamuelezea Yesu kuwa ni Mungu mkuu kuliko Yohana, na ndiyo maana kitabu chake kinaanza na neno kama kitabu cha Mwanzo, hapo mwanzo. Kabla ya kuzaliwa alikuweko neno. Yohana ametumia karibu sura 3 kuelezea. Anathibitisha kuwa hata Mathayo alikiri kuwa atabatiza kwa Roho na ndiye mwana wa Mungu. Hapa amejibu swali la Yesu ni mkuu kuliko Mathayo kwa sababu alikuwepo kabla ya Mathayo. Yohana anajibu swali la uungu wa Yesu. Mashahidi 7 waliomuona, waliomsikia, walioishi naye, waliomkiri Yesu ni Mungu. Namba 1, Yohana Mbatizaji, Petro, Nathaniel, Martha, Yohana, Yesu mwenyewe. Miujiza 7 kinachotuelezea kuwa Yesu ni Mungu, miujiza ambayo binadamu hawezi kufanya. Kwanza, muujiza wa maji kuwa divai. Alimponya mtoto wa afisa akiwa mbali. Kuponya kiwete. Analisha watu 5,000. Anatembea juu ya maji. Kuponya vipofu tangu kuzaliwa. Anamfufua Lazaro aliyekufa na kuoza na kunuka. Miujiza hii akifanya mwanadamu inaitwa abnormal miracle. Statement 7. Yesu alisema mwenyewe yeye ni Mungu. Yohana anatumia neno I am, title ya Yahweh. Mimi ndimi mkate wa uzima, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, mimi ndimi mchungaji mwema, mimi ndimi mlango, mimi ndimi ufufuo wa uzima, mimi ndimi kweli na uzima, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Pia Yohana ameandika kuhusu Roho Mtakatifu kwa viwango visivyo vya kawaida. Sura ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 7, ya 14, 15, 16 na 20. Jambo la kufurahisha na zuri alivyoselect na kuchambua habari zake. Kuna vitu vingi sana ambavyo Yohana hajaandika kabisa. Mfano, kuzaliwa kwa Yesu, kubatizwa, lakini hakina story ya kutoa pepo. Hajaandika Yesu akibadilika sura mlimani. Hajaandika maombi ya Gethsemane kwa sababu alilenga kumdhihirisha Yesu ni Mungu. Hivyo anasema Yesu ni Mungu 100% na mwanadamu 100%. Ubinadamu, Yesu akaona njaa, akalia. Mara nyingi hata waliookoka kanawachanganyaga kuwa Yesu ni Mungu na mwanadamu kivipi? Mwanadamu 100% kwa kuwa alikuja kumdhihirisha Mungu katika mwili. Nitarudia tena. Amesema mwalimu, mara nyingi hata waliookoka huwa wanachanganya kwa Yesu na Mungu na mwanadamu. Yesu ni Mungu na mwanadamu kivipi? Anasema Yesu ni mwanadamu 100% kwa kuwa alikuja kumdhihirisha Mungu katika mwili, aliyetupatanisha na Mungu kupitia mwili wake. Yohana anasema kila atakaye muamini Yesu, na kumwamini ni kumpokea, kushika fundisho na kuendelea mbele, naye ataokoka. Pia atatupa uzima wa milele. Hivyo Yohana aliyeishi na Yesu anatupa ushahidi mzuri wa uungu wa Yesu kutoka kwa mtu aliyependwa sana na Yesu. Nitaishia hapo. Mwalimu alisema Mungu awabariki. Mimi nikasema amina, na Mungu ambariki sana mwalimu wetu na walimu wetu wote ambao wanaendelea kutuongoza. Mungu azidi kuwapaka mafuta, awalinde, watetee, watunze, wafanye kazi kwa uvumilivu, wakituvumilia sisi wanafunzi. Sometimes tunakuwa na vichwa vigumu, sometimes tunakuwa Mungu atujalie unyenyekevu. Asante, nitaishia hapa, tukutane tena. Kitabu kitakachofuata kitakuwa ni Matendo ya Mitume. Mungu awabariki sana ndugu zangu, kila laheri.